akamwambia lete Aroni, leta watoto wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hili ni wafundishe, enda usome kwa sababu ya wakati, utasoma katika Mambo ya Walawi 16 uanze na kuendelea kwenda mbele. Utaona vile ambavyo Bwana aliweka mpangilio wa kikuhani. Hatungeweza wapendwa hata kuingia siku ya leo hapa. Ilikuwa ni kwa gharama ya juu sana. Lazima ungekuwa na kitu umeshika mkononi. Lazima ungetakaza na kutawadha pale nje. Haleluya. Utakaze yani tena unapimwa siku hizo, umekaa siku ambazo ilisemekana kwamba ukae utakazike. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sheria hiyo ikawa imeshika hivi. Akaja katika ulingo Yesu Kristo. Makuhani ilikuwa ni lazima kuhani kuingia patakatifu. Alikuwa na nini? Alikuwa anafanya nini? Wacha tusome Mambo ya Walawi kidogo, uone kile kilikuwa kinafanyika. 16 Mambo ya Walawi 16, kuhani tu kuingia patakatifu. 3, mtu anisomee kwa Kiswahili. 16:3. Hebu ona kile ambacho ilikuwa inafanyika. Haruni ataingia katika patakatifu. Ndio. Na vitu hivi. Ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Ndio. Na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ndio. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuza na zile suruali za kitani mwilini mwake. Ndio. Atafunga ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndivyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Kisha atatoa mikononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata kama uko umenusa dhambi, hebu wewe sikia hiyo karama. Na wewe ni kuhani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mavazi ambayo yalikuwa amepangiwa kuvaa peke yake ni gharama ya juu sana. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio aingie patakatifu, lazima angefanya atonement kwanza ya dhambi zake mwenyewe na dhambi za congregation. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naye baada ya kufanya mambo hayo yote, the old fashion of worship. Kwa wakati mmoja nililete ujumbe wa the new way of worship. Old fashion of worship ilikuwa na gharama ya juu wapendwa. Na hata ukuhani haungetoka katika jamii ya kikuhani. Yaani ilikaa tu hapo. Kama ni makuhani, mimi nikizaa wanakuwa tu ni kwa familia yangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu akaona akiwa mbinguni, akashuka. Haleluya. Ili afanye jambo jipya. Na tunataka kuona ile jambo jipya ambalo Yesu alifanya ni nini. Bwana Yesu Kristo asifiwe.